ndugu zetu wazalendo, wakongomani na marafiki zetu ambao si wakongomani wenye wanatutakia amani, na wasalimu na kuwaambia kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutashinda, ushindi uko kwetu. Na tusikubali kwamba kutengana, tuendelee kujuliana hali na kusaidiana kwa uwezo yoyote yenye tunaweza kupata, kwa sababu umoja ni nguvu. Tukijiweka pamoja tutakuwa salama. Na kwa siku ya leo lendi tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Sasa ndugu zetu wakongomani, wazalendo, marafiki zetu, majirani zetu walio na upendo kwetu, tukumbuke kwamba kwa kweli hiyo vita tunapitia, tusisahau, tusijifanye kwamba tu tunapigwa na Mnyarwanda, bali tunapigwa pia na aliye ndani ya nyumba yetu. Tunapigwa pia na wakongomani ambao hawajui maana ya nchi, hawajui umuhimu wa nchi, hawajui umuhimu wa mchanga, na ambao hawatambui kwamba sisi ni mavumbi na tutarudi bado ndani ya mchanga. Sisi wote tutakufa, na yale maovu yote tunafanya na yale mema yote tunafanya, yote yatahesabiwa, na mema hakuna siku yataoza. Mema yatabaki kuwa mema, yatafungulia vizazi na vizazi vijavyo njia. Ndugu zetu wa Kongomani, sana sana nawaambia nyinyi, kwa sababu hii maovu yote mnafanya kwa kujiunga na Mnyarwanda, kwa kupiga ndugu zetu, kwa kupiga raia wetu, kwa kuwafukuza, kwa kuwazalilisha, kwa kuizalilisha nchi, kwa sababu tu ya tamaa ya rasilimali Mwenyezi Mungu alitupa, ambayo tungeungana pamoja na tukule kwa kile Mwenyezi Mungu ametujalia. Lakini wamoja wetu wameamua wakakuwa wasaliti. Lakini kwa nyinyi wasaliti, ole wenu, kile chochote unachokipata hapa duniani utakiacha hapa duniani. Ulizaliwa uchi mtupu, hukuzaliwa na chochote. Ni hivyo hivyo utaenda. Ulitoka kwa mchanga, na hivyo hivyo utarudi kwa mchanga. Na fikiria, unaweza jiuliza kama Mkongomani, najua unaweza jiuliza kwa nini nasema tulitoka kwa mchanga. Kumbuka, kama mzazi wako, babako na mamako, kama hawangeweza kukula, hawangeweza Mungu hangeweza wapitishia wewe kukuja hapa duniani. Na tukiacha mjamzito bila kumpea chakula, hauwezi kuwa kwa tumbo ya mamako, kwa sababu chakula yote tunakula inatoka kwa mchanga. Ndio maana tunafaa tujue kwamba sisi wote tutarudi kwa mchanga. Sasa ndugu zetu Wakongomani ambao mnawasaliti, mnaendelea na uvamizi yenu, kujiunga na mtusi wa kutoka Rwanda kuvamia nchi yetu, ole wenu. Chuma chenu kiko motoni, kimechemshwa, cha kuwachoma. Hiyo vitu yote mnafanya mtaiacha hapa duniani. Wakongomani ambao tunawajua, wale Watusi ambao tunawajua, msifikirie nyinyi tu ndio mnajiona, msifikirie hamuonekani. Hakuna siri hapa chini ya jua mnaificha. Zile maparsele zenye mnanunua, iwe Mkongomani iwe Mtusi kutoka, hizo parsele zote mnanunua kwa kuwanyanyasa Wakongomani, zote mtarudisha. Vile vitu vyote mnaiba havitawafalia kitu.
Zile maparcel zote kila mtu anajua, na mwenye hajui ajue leo. Zile maparcel zote mmenunua Nord Kivu na Sud Kivu. Zile maparcel zote mnasema wazungu wananunua Obor du Lac. Zile mahoteli zote wazungu wanafungua Nord Kivu na Sud Kivu, Obor du Lac. Zile maparcel zote mnanunua mvile, tunajua. Hivyo vyote mnapoteza muda bure. Mutasarenda na hizo zote, kila kitu kitarudi kwa mkono wa Mkongomani, kwa sababu tumeshaona politiki zenu zenye munafanya. Mumenunua maparcel Obor du Lac, zote zimeenda. Mumenunua maparcel muvile, zote zimeenda. Zingine mumenyang'anya watu, zingine mumeua watu ili muchukue mashamba zao, na hao wote wanafanya hiyo njama, tunawajua. Na wengi tunajua mumenunua maparcel kwa majina ya Wakongomani wasaliti ambao si parcel zao. Sasa msifikirie kwamba tumewanyamazia, mfikirie kwamba sisi tumetulia, tumekaa tu kimya, mkafikiria tumelala. Hatujalala, tunawafuatilia mwenendo yenu, kila kitu mnakifanya. Wewe ambaye ni Mkongomani mwenye uko ndani ya M23, ole wako, na kuonea huruma sana, kwa sababu utashindwa kwa kupumulia. Utakubali hii dunia vyenye unaitambua ni kubwa, utashindwa kutoshea ndani, utashindwa mahali, utatoroka, utakimbia. Wale Wakongomani ambao mmefanya maafa, mmeiba mali za watu, mkaenda nje za nchi kununua manyumba na kufungua mabiashara, hiyo yote itafuatiliwa. Kila kitu mnayokifanya kitarudi kwa mkono wa Wakongomani. Hiyo vitu zote madini mnaiba, mnapeleka kwa manchi za nje na kufungua makonte za bank kwa manchi za nje. Mkuwe mnajua, kila kitu inajulikana, hakuna kitu itasazwa. Na kwa informasio zenu zote zenye mnafanya, msifikirie hii vita ni kuisha. Msifikirie sasa mmeshatawala. Na tunawaambia kwamba hii mwaka ikiisha, mwaka ijayo haitaishi kama nyinyi wasaliti, nyinyi waasi, bado mnasimamia ndani ya nchi ya Kongo. Na kama mtafikiria itakuwa hivyo, ole wenu. Hata hizo makoro zenye mnafikiria mnasinye, hamwezi jua, hamwezi elewa. Ukiua kwa panga, utakufa kwa panga. Ukiua kwa risasi, utakufa kwa risasi. Ukiua kwa sumu, utakufa kwa sumu. Sasa mjue, msamaha yoyote yenu tulishawasamehe, lakini mkae mkijua lazima kile mlichokifanya lazima mfanyiwe. Hivyo ndo mkae mkijua. So kama we ni Mkongomani, unajua uko ndani ya M23, naona mnaendelea kumobilize, mnaambia Wakongomani wenye wako nje wakuja wajiunge mu M23, surtout Wakongomani wa Nord Kivu na Sud Kivu, muendelee kabisa. Lakini ole wenu, chuma chenu kiko motoni, na mnafikiria kwamba makoro yenye wakubwa wenu watachukua, nyinyi mtakuwa ndani, lakini wengi wenu wataishia kwa visu na panga. Hawa wakubwa wenu wao watakula, watakunywa, lakini wakati nyinyi ile maovu mlikuwa mnasababisha kwa sababu ya wao, hiyo ndio mtalipia. Asanteni ndugu zangu Wakongomani, asanteni ndugu zangu Waafrika wenzangu. Tuangalie mbele, tuache ukabila, tuache masengenyo yenye haina mbele na mwisho. Hawa wenye wanatupea mahistoria za Watusi, sijui walifika Kongo miaka ngapi, walitoka wapi, hiyo haituhusu. Adui ni ule anapinga nchi yetu, ni ule anapinga mamlaka yenye iko, huyo ndio adui.
adui ni ule anaua, ni ule hatutakii. Hatutaki kujua ni kabila gani, hatutaki kujua ni tribi gani, hatutaki kujua ni ukoo kutoka wapi, hatutaki kujua ni wewe ni mlugha gani ama wewe ni rangi gani. Adui tunawafuatilia kushoto kulia, kushoto kulia, kwa sababu adui wa nchi hapatikani kabila fulani. Adui wa nchi ya Kongo ni mtu yoyote, na mzalendo wa nchi yoyote ni mtu yoyote. Sasa wewe ukijua kabila yako inachukizwa, fanya reaction, fanya reaction, tuone kitu unafanya, tuone kitu unateta, tuone kitu unasaidia, ndio tujue kwamba wewe si msaliti. Asanteni sana ndugu zangu. Ingine kidogo ni kwa ajili ya ndugu zetu Wakongomani, wao wanaopewa wana support upinzani na wale wanao support guvernema na wale ambao hawayuko upande wowote. Tukumbuke kwamba nchi, tujue nchi ni nini. Nchi kwanza ni watu, tujue hivyo. Nchi ni watu, nchi ni watu, kabila tofauti, mafanikio yao, miundombinu yao, kazi zao, sarafu yao, lugha zao na bendera yao na mipaka yao ndio inaitwa nchi. Najua ndugu zangu, kuna wengi hatufahamu sana, lakini tunafaa kujua kwanza kwa nini nchi inaitwa nchi. Ya pili, tunafaa kujua kwa nini sisi ni wananchi wa Kongo. Ya tatu, tunafaa tujue kwa nini sisi ni Waafrika. Ya nne, tunafaa tujue kwa nini tuko ndani ya nchi na tujue nini iko ndani ya nchi na maana ya nchi ni gani. Hatuwezi kuwa tunakaa kwa nchi, tuko kwa kijiji, tuko kwa grupema, lakini ule mtu mwenye ako nje ya nchi ambaye ni mzungu anajua kenye mahali tumeishi, kuna nini, kunaendeshwa namna gani, wakati sisi wenyewe tunaendeshwa na watu wenye wako mbali ambao ni wazungu wenye hatujui, ambao wao wana nchi zao, lakini wao ndo wanatukontrol. Tunapojaribu sema kwamba tubadilishe constitution, tubadilishe katiba, tubadilishe sheria ama turekebishe, tunajua tunataka kurekebisha nini na nini hatufai kurekebisha. Na kama ni constitution tunabadilisha, tunafaa kujua kwa nini tunabadilisha constitution. Constitution ni nini? Constitution ni kitu, ni maneno ya watu ambayo ya kuwalinda kwa kunyanyasana, ambayo ya kuwalinda kwa mipaka ya maneno, ya mali, ya kazi na kwa heshima ya wao wenyewe, kwa kuheshimiana wao wenyewe kwa wenyewe. Katiba ni kitu ya kuchunga wananchi ambao ni walemavu, watoto, wazee na wamama. Najua kuna watu sijawataja hapo, niwataja wazee, watoto, walemavu na akina mama. Hao ndo sheria ya nchi inafaa kuwa, katiba ya nchi inafaa kuwatetea na kuwalinda na kuwajali. Hao wengine wenye sijawateta ni wakina nani? Hao ndio viongozi. Viongozi ni akina nani? Viongozi ni mtu aliye na uwezo wa kufanya jambo lolote
kuiongoza nchi kuenda mbele. Viongozi ni watu waliochaguliwa na wale wananchi, wakakaa kimoja wakasema sisi ndio tunawasaidia mwelekeo wa kuongoza nchi, ambao tunaitwa gouvernement. Hao ndo viongozi. Ni watu wamechaguliwa kidemokrasia kwa kuiongoza gouvernement na kuwaletea kile ambacho wameungana pamoja wamekifikiria na kukiletea wale wananchi. Sasa viongozi ambao wale wananchi wamechagua, wao kazi yao ni kuwasikiza wananchi kile wanachohitaji na kile ambacho hawakihitaji, na wao wanaiunganisha pamoja, wanatoa solution moja ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu uongozi si uongozi wa kuamua kila kitu wanataka. Uongozi unafaa kuwasikiza wananchi ndio wao waendeleshe kile kitu wananchi wanahitaji. Iwe ni barabara, iwe ni kura, iwe ni hospital, iwe ni maekol, yote ni gouvernement lazima iangalie kwa mwananchi ni nini anahitaji. Tunasema hivyo kwa sababu gani? Sisi ambao tunaopinga, ambao wanasema upinzani, tunaopinga kurekebisha kwa constitution, kufanya marekebisho ama ni kubadilisha, na sisi ambao tunaokubali kwamba turekebishe ama tubadilishe, je, tumejiuliza tunafaa rekebisha nini na nini tunafaa kutoa na nini tunafaa kuleta? Je, tumejua ni wangapi wamekubali ama ni wangapi wamekataa? Sasa ndugu zetu Wakongomani ambao mlio kwa uongozi, ambao mko karibu na viongozi, tukumbuke kwamba kupinga katiba isibadilishwe, kupinga kwamba constitution isibadilishwe, wewe mwenyewe unakosea. Na wewe mwenye unakubali kwamba katiba ibadilishwe, na wewe mwenyewe unakubaliana na gouvernement kwamba katiba ibadilishe, pia wewe kuna mahali unakosea. Kwa sababu gani? Katiba haibadilishi vile gouvernement na wale madepite na wale wabunge wanataka kutuonyesha, kwa sababu katiba haiwezi kubadilishwa kwamba unaamuka asubuhi na jioni umebadilisha katiba. Lazima katiba ichukue muda. Kama utakuwa muda mfupi, ni muda wa miaka 2, 3, 4, hata 5 kwa kubadilisha katiba. Lakini kwa nchi kama nchi yetu ya Kongo ambayo ni nchi kubwa sana, katiba inafaa kuchukua muda wa miaka 3 kwa kubadilishwa, kwa mazungumzo, kwa kufikishia raia, itembee ndani ya nchi kila mahali, watu wote wakubaliane. Viongozi wao wenye wao madepite wao wabunge wetu wanafaa kuenda kila mtu eneo lenye ametoka, akaongeleshe wananchi wake, awaulize ni sheria gani wao wanaona inawapea favor. Si kwamba tuamuke tu tubadilishe katiba kwa sababu tunapea viongozi favor ya kukaa kwa mamlaka miaka 10, miaka 15. Hiyo kukaa diza senka, hiyo yote ni politiki. Hiyo haijakuwa ni katiba, hiyo haijakuwa ni constitution. Sisi tukumbuke kwamba ambao wale ni viongozi wanaotuongoza, tujue kwamba leo tuko mu 2000
26. Tuko karne ya 21. Tunafaa kukumbuka kwamba mu 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2150 hatutakuwa. Sasa ikiwa tunajiwekea mamlaka, tunataka kurekebisha kwa sababu ya mamlaka, kwa sababu ya mapouvoir tunataka. Je, hiyo miaka yenye itakuja wale watasema kwamba hawa viongozi wetu walitutendea mema? Je, nyinyi viongozi mlio madarakani sahihi wenye mnaongoza nchi, uwe ni mwami, uwe ni guverner, uwe nani, utakuwa miaka 50 ijayo uongoze? Jibu linasema hapana. So ndugu zetu Wakongomani, tuko ndani ya vita. Ni ukweli. Tutafute kwanza vipengele vya kuwabana ambaye ni maadui wetu ambao wanatusumbua kila kuchao. Tuwasumbue kwa masheria tunajiwekea. Hii mambo ya kupiga coup d'etat, ati president anapigwa coup d'etat, tunafaa tutoe hiyo vitu. Ikiwezekana kama mtu amepatikana na hatia ya uhalifu, inafaa kupewa pia ile kipimo yenye amefanya. Kama ni mtu anataka kupendua guvernema, inafaa pia yeye ahukumiwe kifo na wale wote waliojaribu kufanya hivyo. Hiyo ndio mwendelezo ya nchi. Ndugu zetu, najua mna maoni mingi, najua mnaelewa, najua mna mtazamo mzuri, surtout nyinyi madepute, lakini msifanye kitu ya ujinga ambayo haitawezekana, ambayo ni kuamuka asubuhi na jioni kwamba mmebadilisha katiba, ambayo itafanyika kwamba kesho na asubuhi mmebadilisha constitution. No, hiyo kitu msifikirie kwamba nyinyi ndio mtabaki viongozi milele. Msifikirie kwamba nyinyi ndio familia zenu ndio zitabaki na utajiri. Msifikirie kwamba nyinyi ndio mtabaki kwa maisha mazuri. Hapana, Mungu anampa mtakaye na kila kitu kinaweza rudi pasipo kujua, kwa sababu wengi wenu mnaamini vitu ambavyo zilishapitwa na wakati. Lakini mkumbuke kwamba hata Farao alipoitawala Misri miaka na miaka, si familia yake ndio inatawala saa hizi. Hata viongozi wengi tumewahi wasikia, pia wao waliacha mamlaka na familia zingine ndio zinaendelesha kwa mamlaka kwa nchi mingi tofauti tofauti, isipokuwa mamlaka ya Mwenyezi Mungu ndio haijabadilika. Ndugu zetu, mjaribu viongozi, mbadilishe ile kitu yenye inastahili kumupa favor mpaka yule mwenye anakuja, mpaka mwenye ako, mpaka mzee, mpaka mtoto, mpaka mlemavu, mpaka mama apate haki yake. Na sasa wale nimewaacha, hao ndo viongozi. Msitake kujiuliza maswali. Wale nimewaongelea ni akina nani? Wao pia wanaweza kuwa na viongozi, lakini uongozi wao ikuwe kwa uchache. So tunafaa kujua kwamba ile kitu yenye tunafaa kubadilisha ni hii na hii. Na ndivyo hivyo pia nyinyi ndugu zetu ambao ni Wakongomani wazalendo, ambao ni wanajeshi wa FARDC, mnafaa kuwa na sheria yenu na katiba yenu. Mtu asikuje tu ametoka mahali popote na kuamua sheria yenye anataka. Hakuna kikundi ama hata hizi vikundi zote zinazopatikana kila mahali wana sheria wanayotumia, na sheria inakuwa ni ya kuguza kwa mtu. Hakuna mkubwa juu ya sheria, na ndio maana tunafaa tufanye kama tunabadilisha constitution ya nchi, hakuna mkubwa juu ya sheria. Kama ni president amevuka sheria, naye anafaa kuhukumiwa hivyo. Na nashukuru Mwenyezi Mungu kuna kamsimamo fulani ndani ya nchi yetu, ijapokuwa kwa sababu juu ya vita wengi hawawezi ona. Tuna msimamo ambao ni mzuri na tuna matumaini kwa nchi yetu. Mwenyezi Mungu atatujalia kwa imani na kwa maombi zenu na kwa imani yenu na kwa kumulilia Mungu wetu, tutakuwa na amani.
lakini amani haiwezi kuja hivyo. Tutajikomboa kwa kupigana, kwa kuvunja zile ambazo vitu walikuwa wametuweka ndani, ile wenye walituonyesha kwamba hatuwezi, tuwaonyeshe sisi tunaweza, na bila wao tunaweza. Asanteni ndugu zetu, Mwenyezi Mungu awajalie, awape afya wagonjwa, awape wamama usingizi, awape watoto afya njema. Ndio hii masomo inafunguliwa, wengine hawana uniform, wengine hawana vitabu. Sasa ndugu zetu, ni wakati wa kushikana, kusaidiana. Usiangalie mwenzako akihangaika na una uwezo wa kumsaidia. Hiyo ndo upendo, hiyo ndo uhaki. Usiamue kufanya vitu zenye hazitakusaidia kwa sababu ya unafiki ama kwa sababu ya kujiona tu wewe mwenyewe ndio unaweza ama kujiona wewe mwenyewe ndio una akili. Hapana ndugu zetu, na viongozi wetu wa mashen, wa magroup, hongereni sana kwa kujaribu, mnajaribu, tunaelewa changamoto, lakini muendelee kusaidia na kuongelesha watu na kuwaunganisha. Lakini kitu tukome kabisa ni ukabila, kwa sababu kabila lako ndani ulivyo haukuandika barua ndio kazaliwa ndani ya kabila. Sasa sisi wote tuchukie kibaya na tupende kizuri. Tusikuwe wanafiki wa kupenda ukabila, wa kupenda kitu kibaya ambacho kinachukiza kila mtu. Asanteni sana ndugu zangu, ni wenu Sosteni.